Ni saa moja jioni. Hujambo na karibu katika taarifa za meza ya Kurunzi. Jina langu ni Agnes Njeri. Kabla ya taarifa, tupate muktasari. Rais Ruto amewataka Wakenya kudumisha umoja wakati wa uchaguzi. Sami Kamau wa DCP ameshinda uchaguzi mdogo wa Olkalau kwa kura 35,440. Wahudumu wa afya wa UHC bado wanasubiri barua rasmi za ajira ya kudumu licha ya ahadi ya serikali. Na hatimaye, Wakenya wakumbuka ghasia za uchaguzi wa mwaka wa 2007-2008 kadri wasiwasi wa kisiasa unavyoongezeka. Taarifa kamili. Rais William Ruto amewataka Wakenya kutoruhusu uchaguzi kuvuruga umoja wa taifa. Rais alisema kuwa maisha huendelea baada ya uchaguzi, hivyo wananchi wanapaswa kudumisha mshikamano wakati wote. Alisisitiza kuwa baada ya uchaguzi kukamilika, Wakenya wanapaswa kukumbuka kuwa Kenya ni nchi ya wananchi wote. Na mgombea wa chama cha Democracy for the Citizens Party DCP Sami Kamau ametangazwa mshindi wa uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau baada ya kupata kura 35,440. Alimshinda mgombea wa UDA Samuel Mushina Nyaga aliyepata kura 5,450, huku wagombea wengine wakipata idadi ndogo ya kura. IEBC ilitangaza matokeo hayo rasmi Ijumaa asubuhi. Tukiachana na hayo ni kuwa wahudumu wa afya walioajiriwa chini ya mpango wa huduma ya afya kwa wote yani UHC bado wanasubiri kupokea barua rasmi ya uteuzi. Tukiachana na hayo ni kuwa wahudumu wa afya walioajiriwa chini ya mpango wa huduma ya afya kwa wote yani UHC bado wanasubiri kupokea barua rasmi za uteuzi licha ya serikali kutangaza kuwa wameajiriwa kwa masharti ya kudumu na yenye pensheni. Wahudumu hao wamesema kuchelewa kwa barua hizo kumeendelea kuwaweka katika hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu hadhi yao ya ajira na kunachelewesha upatikanaji wa haki na marupurupu yanayoambatana na ajira ya kudumu. Baadhi ya kaunti zimeripotiwa kuanza mchakato wa utoaji wa barua hizo, huku nyingine zikiwa bado hazijafanya hivyo, hali inayosababisha malalamiko kutoka kwa wahudumu wa afya wanaotaka serikali iharakishe mchakato huo na kutimiza ahadi zake. Na hatimaye, Wakenya wengi mitandaoni wameanza kusambaza picha na video za ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 kama onyo dhidi ya kurejea kwa machafuko ya kisiasa. Hatua hiyo imechochewa na kuongezeka kwa visa vya makundi yenye silaha